Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Raia wa Israel ulimwenguni kote wanaishi kwa hofu. Raia hao wa Israel ambao wanachukuliwa kama miongoni mwa Wazayuni wanasema kwamba kutokana na itikadi kwamba wao wametoka katika taifa la Kiyahudi, wameonekana kuwa wote ni wenye roho mbaya na kwamba wanaweza wakafanya lolote. Raia wa Israel ambao wanaishi nchini Marekani wameeleza kwamba katika nyakati hizi wamekuwa wakiishi kwa hofu, kwani wamekuwa wakikutana na madhila mengi katika jamii na ulimwengu kwa ujumla. Raia wa Israel ambao ni Wayahudi kwa asilimia kubwa wanadai kwamba wengi katika ulimwengu wameshindwa kutofautisha baina ya Uzayuni na Uyahudi. Hata hivyo wanasema kwamba Uyahudi ni kama kabila tu, lakini halihusiani kabisa na Uzayuni ambao umekuwa ni harakati zaidi ambayo inatendwa huko nchini Israel. Lakini pia inaelezwa ndani ya Israeli yenyewe Wayahudi si miongoni mwa waleta fujo katika eneo la Israeli, isipokuwa tu wale Wayahudi waliofuata mfungamano wa Uzayuni ndio ambao wameingia katika mapambano zaidi, kutokana na kwamba Uzayuni uliundwa katika harakati. Kwa mujibu wao, wanaamini kwamba Uyahudi ni kabila, lakini pia ni sehemu ya dini yao, ambapo wafuasi wake wanaamini utume wa Musa na unaichukulia Torati kama kitabu cha kitakatifu. Hata hivyo, wale walioamini dini ya Kiyahudi walijua kwamba dini hiyo ndio imani rasmi ya kimungu na wao huwa wanafuata kanuni na sheria zilizotajwa katika Torati. Hata hivyo, juu ya Uzayun. Uzayun ama Zion ni jina la mlima karibu na eneo la Kudsi huko Yerusalemu, ambao ulikuwa mahala pa ibada miongoni mwa Wayahudi wacha Mungu kwa karne nyingi. Watu hao waliitwa Wazayuni. Hata hivyo, maana neno hilo lilikuja kubadilika kabisa katika karne ya 19 na wanasiasa wa Kiyahudi na wanaharakati pia, ambao walitathmini maana mpya ya Wazayuni kuwa mkondo wa kisiasa na kiitikadi na kurudi katika nchi ya ahadi. Tangu wakati huo, wale ambao kwa kuzingatia ngano ambazo si sahihi waliamini kuhusu kuelekea Mayahudi huko Palestina ni kuanzisha kwa dola ya Kiyahudi walitambuliwa kama Wazayuni. Na hapo awali baadhi ya viongozi wa Kizayuni hawakuwa na imani ya Mwenyezi Mungu, huku baadhi ya wafuasi hao wakiamini kwamba kufukuzwa kwa Wayahudi sio matokeo ya dhambi zao, bali ni kwa sababu ya idadi yao kuwa ndogo. Hata hivyo, harakati za Kizayuni zilianzishwa miaka 1897 na mtu mmoja aliyeitwa Theodor Herzl, ambaye alianzisha vuguvugu la Kizayuni ama Zionism Movement, ambalo miaka 1948 lilishika hatamu na hatimaye harakati hiyo ikaungana pamoja na kukutana katika mlima wa Uzayuni, miongoni mwa milima ambapo Wayahudi walikuwa wakifanya ibada zao. Hata hivyo, neno Zionism baadaye lilikuja kuwa kubwa zaidi na kuwa la kiharakati zaidi, na baadaye kuhitaji kuwa na taifa, na mwisho wa siku viongozi wengi na wanaharakati wengi walikuja kulibeba. Lakini katika nyakati hizi sasa, kutokana na ukatili waliofanya, lakini pia mauaji na kile ambacho kinaendelea katika ukanda wa Gaza, Waisrael Wayahudi wanaonekana ni watu wakatili kutokana na system ama mifumo iliyofanywa na viongozi wao, wakiwemo akina Benjamin Netanyahu. Na hivyo katika nyakati hizi hata mauaji yaliyofanyika nchini Marekani ya vijana wawili waliokuwa wafanyakazi katika ubalozi wa Israeli nchini Marekani ni kutokana na kile yule muuaji aliyoita kwamba Free Israel, kwa maana Israel iwe huru, na kuwaua wale watu ni kutokana na imani yake kwamba hawa watu ni miongoni mwa watu wakatili sana, na ndio ambao wanawaua watu wa Palestina katika ukanda wa Gaza ambao kiimani wengi ni Waislamu. Hii ndio sababu ambayo Waisraeli nchini Marekani hali yao ya amani imekuwa ni ndogo sana, lakini pia wamekuwa wakikutana na madhila mengi ndani ya Marekani na kwingineko katika ulimwengu. Basi mtazamaji, na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.